Nitoe tu onyo kali sana kwa watu ambao mmepita katika hii video kwa bahati mbaya au kwa dhamira kabisa ya kuweza kusearch na kuweza kutafuta. Bana, ukiona mjusi hawa katika nyumba yako unatakiwa ufanye mambo yafuatavyo kwa haraka sana. Yaani mambo yafuatayo uweze kuyafanya kwa haraka sana ili uweze kujiweka salama wewe na familia yako au wewe pamoja na nyumba yako. Karibu sana. Hii ni KBTV. Niwaambie tu hapa ndipo utakapokuwa unapata ushauri, utakapokuwa unapata tiba, utakuwa unapata namna ya kuweza kutatua matatizo yako pale unapokuwa una changamoto mbalimbali za kimaisha, hususan sana za kuhitaji matibabu ya kitiba asili zaidi. Karibu sana. Hapa unaweza ukatibu, ukang'arisha nyota yako, ukatibu maradhi yako, mwisho wa siku maisha mengine yakaendelea, na Mungu atujalie tuweze kuwa na mwisho mwema. Karibu sana. Bwana, nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo unajiunga kwa mara ya kwanza, nikwambie karibu sana, ila kwa wanafamilia niwaambie endelea kuenjoy, lakini kabla ya yote nikuombe uweze kufanya jambo la kiungwana ili tu pale tunapokuwa tukiupload video zetu hizi pendwa usio unapitwa, uwe wa kwanza kabisa kupata video zetu pendwa kama hizi, na mwisho wa siku uweze kujifunza jambo na liweze kukusaidia katika maisha yako. Kujiunga nasi ni rahisi mno, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya kengele, hapo tayari unakuwa na familia channel yako pendwa kabisa ya KBTV. Karibuni sana, karibu sana, na uweze kunisikiliza mwanzo hadi mwisho, hakika inaweza ikakusaidia haswa. Karibu sana. Bwana, anayeonekana hapo katika video yetu pendwa kabisa ni mjusi kafiri. Yaani huyu mjusi bana ana maajabu mengi sana, na huyu mjusi bana kwa namna moja ama nyingine ni hatari mno, na mara zote ukimuona katika nyumba yako basi ujue kabisa huyu mjusi ana namna yake, au ana maana mbaya au maana nzuri, lakini huwezi kujua, ni mpaka nikwambie ndio uweze kujua ana ubaya gani na ana uzuri gani. Cha kwanza kabisa, mjusi huyu hupenda sana kuishi katika nyumba za binadamu nyingi ambazo tunaweza kuishi, lakini huenda akaja kwako kwa nia mbaya. Nikisema kwa nia mbaya nadhani wengi mnanielewa. Anaweza akaja kwako katika hali ya mikosi, nuksi, vile vile kutotaka kufarakanisha nyumba nzima, na hata vile vile kutia madoa kwa kila mtu. Yaani kila mmoja wapo akamuona mwenzake mbaya, basi mwisho siku mkaanza kufarakana, maisha mengine yakawa hivyo. Lakini vile vile sivyo hivyo tu, vile vile inategemeana na mazingira ya nyumba yako unayoishi na sehemu uliopo, kwa sababu kama kwa wale wenzetu ambao wanaishi vijijini, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwa na mijusi kafiri kama hao wakiwa unaishi nao katika ndani ya nyumba. Wakao wako wengi sana kutokana na mazingira ambao unaishi. Unawezekano ukakuta katika nyumba yako vile vile kuna wadudu wengi. Nikisema wadudu nadhani unanielewa, wadudu wadogo wadogo, kwa sababu mjusi huyu ana tabia au maisha yake yote huishi kwa kula wadudu wale wadogo wadogo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana akawa anaishi katika kona zako za nyumba au kwenye paa juu, kwa sababu ya chakula anajipatia kiurahisi kutokana na nyumba yako vile jinsi ilivyo, labda ina mipenyo mingi na kadhalika, ili kuweza kujipatia kitoweo na maisha yake yakaendelea. Lakini kwa namna moja ama nyingine vile vile anaweza akaja kama ishara, kwa sababu wengi wao kama unaishi katika nyumba alafu kawa hauna hofu ya Mungu, basi unaweza ukakuta mijusi kama hao wakaja, wale wakiwa wabaya na wakiwa na nia mbaya, basi moja kwa moja wanaweza kuwa katika nyumba yako na kuweza kusambaratisha kila kitu, au kila siku ukao ukihangaika na kulalama kwamba maisha yako ni magumu, yameenda yamefanya vile. Ndio maana hata akaitwa mjusi kafiri, kwa sababu tumezoea kulitumia neno kafiri. Ukisikia neno kafiri lina uzito wake, sio neno la kawaida, ni neno ambalo lina uzito hadi kuitwa kafiri. Yaani lina ukafiri, yani ni neno zito ambalo lina tafsiri kubwa sana. Lakini hata hivyo uweze kujua tu mjusi huyu akiwa kwako, kama we hauna hofu ya Mungu, basi ujue kabisa uko hatarini. Kuna mambo mengi ya kuweza kuyafanya ili kuweza kumwepuka mjusi huyu. Kagua cha kwanza unatakiwa ukagua uweze kujua kweli huyu mjusi ni kaja kwako kwa nia nzuri ama nia mbaya. Yaani kwa nia njema au nia mbaya. Cha kwanza unaweza ukaanza kukagua mwenyewe kwa kuwa umakini kabisa, yani kwamba huyu mjusi hapa alipo nyumbani kwangu amefuata nini, na ametulia tu au kuna kingine amefuata. Basi kama ni wadudu, kagua namna ya wadudu au aina ya wadudu ambao wako katika nyumba yako hiyo, kwa sababu unaweza kukuta wadudu wadogo wadogo kama vile nzi,
mbu, na kuna vijidudu vingine vidogo vidogo ambao huwa vinapaa, ni kama vile nzi au kama kuna mchwa. Kwa sababu kuna nyumba zingine tunaishi ambao unakuta juu kuna mchwa au chini katika ukuta zetu kuna mchwa, au katika tuseme katika nyufa zile za nyumba kuna vijidudu. Basi ukikuta kwamba nyumba yako ina vijidudu vingi, basi hapo ondoa shaka, ondoa hofu kwamba huyo mdudu ni kaja tu kutembea na anaishi kutokana na mazingira anapopatia chakula. Lakini vile vile ukikagua ukakuta nyumba yako ni safi kabisa, haina vijidudu, kama wenzetu ambao wanaishi mjini, labda unakuta nyumba ina sakafu nzuri, ina singboard nzuri, na mwisho wa siku ukiangalia na ukikagua kwa umakini hakuna mbu, hakuna vijidudu wadogo. Vile vile inatakiwa yani ukagua kwa umakini, yani hakuna chochote ambacho kinaashiria labda huyu hapa ilipo anaishi kama sehemu ya maisha yake, basi ujue huyo mjusi ni hatari sana kwako, na inatakiwa urudi kwa Mungu au urudi katika imani yako, uweze kumuomba Muumba wako aweze kukusaidia kabla sijakuelekeza cha kufanya, ili uweze kumtimua katika nyumba yako. Basi mjusi huyu vile vile hatari yake nyingine ambayo ni kubwa zaidi, ni hatari zaidi na zaidi. Bana, huyu mjusi kuanzia ngozi yake, kuanzia mate yake, yani kila kilichomzunguka katika mwili wake, huyu mjusi ni sumu moja mbaya sana ambaye anaweza akakuua kwa haraka sana. Kwa kawaida huyu mjusi anakuaga sio mgumu, ni mlaini, maana kwamba hata ukimgusa tu kidogo hugawanyika vipande, na cha kwanza huwaigi kutoka ni kimkia chake, na kinaweza kikatoka hapo kikao kinarukaruka, ni kama vile kinatetemeka au kina mawasiliano na mwili wake, mwenyewe anaweza kaondoka, lakini kile kimkia kikabaki hapo kikiwa kinarukaruka kwa muda mrefu sana. Lakini mwisho wa siku ujue kabisa mjusi huyu akiwa katika nyumba yako, una hatari kubwa ya kwamba unaishi na sumu hatari sana katika nyumba yako, kwa sababu mjusi huyu hata kwa wale ambao tunaishi hatuna friji, labda tunaweka vyakula vyetu mazingira ambaye ni ya kufunika tu kawaida, ikatokea akatembea akapita katika chakula chako na akaweza kudondosha hata kitone kidogo sana cha udenda au mate, basi vile vile atakuwa amekuachia sumu moja hatari sana, na unaweza ukala na ukapoteza maisha. Na sehemu ya pili, hatari yake nyingine vile vile, kama hujaweza kumuona kwa sisi wengine ambao unakuta tunatembea vijijini au tumekulia vijijini, kwa wale ambao tunaishi sehemu ambayo taa yenyewe ni shida, labda tunatumia labda vibatari, tunatumia vijinga, inawezekana ukapika chakula chako aidha au mboga, kwa bahati nzuri au bahati mbaya akidondokea katika kile chakula chako na ukaweza kukitumia, basi moja kwa moja ujue umetumia sumu moja hatari sana. Kama mko familia, basi mnaweza mkafa familia nzima kwa kupitia kipande kidogo sana cha huyo mjusi kafiri. Sio lazima adumbukie akiwa mzima. Na kwa sababu ya maumbile yake na jinsi alivyo mlaini, anaweza kadumbukia hata kwenye mboga ambayo usiweze ukajua kama yupo, kwa sababu unavokoroga au kuipika mboga yako, ukimgusa basi na akipata lile joto la moto au akichemka, anakatika vipande, huwezi ukaona hata ishara kama kulikuwa na mjusi hapo. Lakini utakapoweza kumtia tu katika mwili wako au tumbo lako, itakuwa ndio mwisho wa uhai wako, kwa sababu huyo mjusi ni anasumu hatari sana. Kuna mijusi wako wengi sana wa aina tofauti kama tushai kuona au wengi ambao tunaonaga. Kuna mijusi ambao unaweza kukuta ni wa blue, ana kichwa chekundu. Kuna mjusi unaweza kumkuta ni mweusi ambaye pia ana mistari, na kuna wajusi wengine tofauti aina mbalimbali. Lakini kwa mjusi huyu hapa kafiri, ukijumlisha na mjusi yule mwingine ambaye anakuwa ni mweusi, ana mistari miwili, ukiangalia huku pembeni zenu ni matumbo, ni kama ana miraba fulani hivi, yani sijui nisemaje, lakini mistari yake inakuja kama ya njano fulani hivi au meusi. Wote hao mijusi wawili ni sumu moja ya hatari sana. Maana kwamba hata siku moja ukiweza ukashuhudia labda aidha kuku
ama paka ama mbwa akiweza kumla mjusi mojawapo kati ya hii mijusi miwili, basi hawezi kuchukua muda mrefu, ni lazima afe. Kwa sababu kama mbwa au paka akiweza kula mijusi katika hii miwili akala mmoja, cha kwanza utaanza kuona manyoya yake yanasimama na anakuwa mnyonge, anakuwa ni mnyongefu, hana uchangamfu, na mwisho wa siku hali yake itazidi kuwa dhoofu. Haitachukua muda kama paka, hata siku 2 au 3, na anaweza kufa, japokuwa wanasemaga paka ana roho ngumu sana. Lakini kiumbe kama mbwa vile vile anaweza akamla asubuhi, na ikitapofika jioni au mchana akawa tayari ameshapoteza maisha, kwa sababu pia mbwa kama mbwa ni mnyama tuseme ambaye anatumia nyama ambazo ni tofauti ambazo zingine pia hatutumii na zingine ambazo tunatumia, lakini mwili wake hupambana na sumu nyingi sana. Lakini kwa huyu mjusi, kwake mbwa ilishindikana, kwake paka ilishindikana, kwake binadamu ilishindikana. Kwa hiyo akiweza kumla, basi anaweza kuaga maisha mapema sana. Kama utakuwa hauna au hauamini, tafuta, fanya kipimo chako. Sikushauri sana, lakini kwa sababu kuua kiumbe cha Mwenyezi Mungu vile vile unapata dhambi. Lakini popote pale utakapomuona mbwa kamla au kuku kamdonoa, basi kuku huyo hatakuwa na muda mrefu, atakufa, na anakufa haraka sana, hutakaa uamini. Na wewe vile vile ukiweza kumla yule kuku, na wewe pia vile vile unaweza kupoteza maisha bana. Huyu ndo mjusi kafiri pamoja na huyu mwenzake ambao wana miraba miwili katika ngozi zao. Hao mijusi ni hatari sana. Unapowaona katika nyumba zako au nyumba yako, ujue basi ana hatari kubwa. Ukiachana tu na sumu, huenda amekuja kwa nuksi, balaa na mikosi au vinginevyo. Lakini kwa wale ambao wanaamini kwamba huwa mijusi kama hii mingine inakuja na nuksi na balaa na mikosi, unaweza vile vile kuepukana nayo kwa kuweza kutumia vitu vya asili ambavyo vinaweza vikamfukuza hapo alipo na kumtoa kabisa, ili ubaki kuwa salama. Na kama hajaondoka, basi ujue kabisa mjusi huyo sio mbaya na ni rafiki, kwa sababu amekuja kuishi, kuweka makazi kwako, kwa sababu anajipatia kitoweo ama chakula. Kuna mambo ya kufanya. Kwa mfano, kwa wewe ambao unahitaji kujua mijusi huyu amekuja kwa kheri au kwa shari, unataka kumfukuza au kubaki. Wengi ambao tunaishi nyumba nyingi ambao kuna mijusi kama hii, hauwezi ukakosa ndulele, au wengi wanaita tulatula. Basi ukiweza kupata ndulele zikiwa kama 2 au 3, basi itakuwa umepata tiba. Unatafuta vile vile na chumvi ya mawe, chumvi ambayo ni ile nyeupe, chumvi ya mawe, unaweza ukachanganya na ndulele yako katika chombo chako, ukatafuta majivu kabisa haya ya unga, majivu ya kawaida, yawe ya kuni, yawe ya mkaa, lakini uwe umepata majivu. Baada ya kupata hayo majivu, basi ukikoroga kwa pamoja, unaweza kumwaga katika chumba chako ukasambaza. Basi kama ni mjusi alikuwa amekuja kwa lengo baya au kwa kutumwa au kwa jambo lolote lile ambalo linahusiana na ushirikina, basi mjusi huyo anaweza kuondoka na kuacha ukiwa salama katika nyumba yako. Nadhani umeenjoy na umejifunza kitu kupitia video hii hapa. Nikwambie tu karibu sana kwa wewe ambaye unajiunga kwa mara ya kwanza, au kwa wewe ambaye umepita tu kwa bahati mbaya na ukakutana na video hii hapa ambaye imekupa faida kubwa sana kutokana na hawa mijusi kafiri. Kwa hiyo nikuombe sana, kwa wewe ambaye umepita kwa mara ya kwanza, kujiunga nasi ni bure kabisa. Bonyeza subscribe, bonyeza alama ya kengele, hapo tayari utakuwa mwanafamilia wa channel yako pendwa kabisa hii hapa ya KBTV. Na pale sisi tunapo-upload utakuwa ukijipatia ujumbe. KBTV imekuuploadia dawa yako bora kabisa, imekuuploadia namna ya kuweza kujikinga na maadui na kadhalika. Nikukaribisha sana kwa wewe ambaye ndo unajiunga kwa mara ya kwanza, ila kwa wale wanafamilia mimi niwaambie tu endeleeni kuenjoy.